kuitengeneza upya, na nitakuwa nimekuja na hoja kadha. Mpendwa, hata kama huwa husali kanisa la Chemichemi za Uzima, kwa kuwa siku ya Jumapili ni karakana kutoka juu, na Roho Mtakatifu ndiye atakuwa msimamizi na wahudumu watakuwa ni malaika. Watashuka kutoka juu kuja kuhudumia, kukupa viungo vilivyoharibika, kurejeshea yale yaliyoibiwa, na kufanya maisha yako yakarabatiwe. Amen. Utashangaa yatakayotokea. Kwa kuwa Mungu wetu anaitwa Yehova Rofeka. Usikose, njoo ukapate kujifunza, lakini wakutana na nguvu za Mungu kama zilivyodhihirika wakati wa Biblia. Wakati huu sasa, mpendwa, napenda nikuletee ujumbe unaoitwa hujachelewa, bado lingaliko tumaini. Hujachelewa, bado lingaliko tumaini. Yawezekana kabisa katika maisha yako yakawa yako mambo yanayofanana haya nitakayoyasoma sasa hivi. Kitabu cha Marko sura ya 5, utasoma kuanzia mstari wa 25. Na mwanamke mmoja mwenye kutoka damu muda wa miaka 12 na kuteswa mengi kwa mikono matabibu wengi, amegharimiwa vitu vyote alivyo navyo, kusimfae hata kidogo, bali hali yake ilizidi kuwa mbaya. Aliposikia habari za Yesu, alipita katika mkutano kwa nyuma, akaligusa vazi lake. Kwa hiyo unaweza ukaona kuna mtu ambaye kikawaida alipaswa akate tamaa. Kikawaida alipaswa ajue basi hakuna tena tumaini hapa, na ngoja kufa, kwa sababu alikuwa anaumwa akijua ni kama homa zingine, itaisha kesho, itaisha mwezi ujao. Lakini ikawa mwaka baada ya mwaka, tabibu baada ya tabibu, hospitali baada ya hospitali nyingine, mpaka akaenda na hospitali za rufaa. Mwisho akaamua kwenda kwa wale wanaotibu kwa mitishamba. Mwisho akaamua kwenda kwa wanaopiga ramli. Kwa hiyo akawa tayari kwenye msaada wa wachawi na waganga wa kichawi, na bado hakupata msaada. Lakini kumbuka, kote huko alikuwa anapeleka mali zake zikaisha. Hata walikuweko ndugu wanamchangia, hata waliochanga wakafika hatua na kata tamaa, kwa sababu wengine waliishiwa pia. Ndipo neno la Mungu linasema amegharamiwa vitu vyote alivyokuwa navyo, isimfae kitu. Hata mume alikuwa amempoteza, hata watoto alikuwa ameshindwa kuwa nao. Shida ni huo ugonjwa usioeleweka. Lakini neno la Mungu linasema pamoja na kukosa matumaini namna hiyo, pamoja na kuchelewa kupata suluhisho la tatizo lake, kumbe ilikuwa inawezekana kwamba atapata majibu. Sikiliza mpendwa wangu, popote ulipo, kama unisikiliza, hujachelewa. Tumaini lingaliko, utapona. Hujachelewa. Tumaini lingaliko, utaolewa. Hujachelewa. Tumaini lingaliko, utazaa watoto. Hujachelewa. Tumaini lingaliko, utaponywa ugonjwa ulionao. Hujachelewa. Tumaini lingaliko, utapata ajira. Biblia inasema huyu mwanamke alikuwa ameteseka kwa miaka 12, lakini akasikia habari za Yesu. Na mimi nimekuja jioni ya leo kukwambia
si kingine bali habari za Yesu. Kwa sababu habari za dini yangu hazitakusaidia. Yawezekana wewe una dini nzuri kuliko ya kwangu. Habari ya dini, iwe nzuri iwe mbaya, iwe ya zamani iwe ya kisasa, iwe kubwa iwe ndogo, zote ni dini. Na dini hazijawahi kuwa na majibu ya matatizo ya mwanadamu. Kwa sababu dini ni mpango wa mwanadamu kumtafuta Mungu. Na wakati Mungu ni Mungu anayejificha. Kwa hiyo huwezi ukamwona Mungu kwa mbinu na mipango ya kibinadamu. Mungu anajulikana kwa kujifunua mwenyewe, kwa kupenda kwake kupitia Yesu Kristo. Unataka umjue Mungu? Muamini Yesu. Yeye ndiye anayemfunua Mungu wa kweli aliyeumba mbingu na nchi. Kuna watu watabisha sana wakisikia tu neno kama hilo. Lakini muulize mtu wa dini nyingine yoyote anayekataa haya nayo yasema, unamjua huyo Mungu? Atakwambia hajulikani. Ulishawahi kusikia sauti yake? Watasema hawezi kusikia. Ulishaongea naye akakusikia na yeye akasema na wewe? Watakwambia hapana. Lakini huyu Mungu naye hubiri habari zake ni Mungu ambaye unaweza kutengeneza uhusiano naye, ukamjua na yeye akakujua. Ukimwita anatokea. Ni Mungu mwenye upendo, ni Mungu anayejali. Wapendwa, akasikia habari za Yesu, huyu mama mwenye kutokwa damu, na sasa imeshakamilika miaka 12. Akasikia habari za Yesu. Kwa sababu amesikia habari za Yesu, imani ikajengeka. Kwa maana mtu husikia, na kwa kusikia neno la Kristo imani huja. Kwa hiyo imani ikamwingia. Imani yenyewe inasema ukimgusa tu pindo la vazi lake wewe umeshapona. Hivyo ndivyo uende ukafanye, ukaliguse pindo la vazi la Yesu. Unaposoma simulizi hii unaweza ukadhani lilikuwa ni jambo jepesi, lakini ni jambo gumu. Ilibidi mwanamke huyu aruke viunzi kadha. Aliruka viunzi kadha. Mimi nikiwa nasema alikuwa ameshauona uponyaji wake kabla hajaushika. Alikuwa ameshaupokea uponyaji wake kabla haujawa halisi. Mwanamke huyu kwenda kumgusa Yesu, hata kumgusa mwingine yeyote, wakati alipaswa apige kelele aseme, mimi ni najisi, mimi ni najisi, na awe amevaa mavazi maalum yanamwonyesha kwamba yeye ni najisi, ili asije akawaingizia unajisi watu wengine. Inafanania na hiki wanachoita watu wengine udhu. Kwa hiyo kama angemgusa mtu angeharibu udhu wake, na kwa kipindi kile ilikuwa punishable by law, ilikuwa na adhabu ya kisheria, na cha kwanza ilikuwa ni kutupwa huko, ukapigwa kwa mawe, na yawezekana ukauawa kabisa. Kwa hiyo huyu mwanamke kusema atakwenda akaliguse pindo la vazi la Yesu, hicho ni kiunzi kikubwa sana alichokiruka, kuonyesha kwamba moyoni lile neno la imani lilileta tumaini jipya. Napenda kusema na wewe ambaye upo kitandani, pengine unaugulia kansa, pengine upo kwenye hatua za mwisho za ukimwi, pengine hujazaa toka umeolewa miaka 20 iliyopita, pengine hujawahi hata kumuona mwanamume anafananaje, lakini unataka kumwamini Mungu. Hujawahi kuona wanawake huwa wanafanyaje wakati wa kujifungua, lakini unatamani watoto. Kwa kuwa limekuwa ni jambo la muda mrefu,
imefika hatua umekata tamaa, hata kuomba umeacha. Imefika hatua umekata tamaa, hata watu wakisema wakuombee unaona kama vile wanakukera. Napenda kukwambia hujachelewa, lingaliko tumaini. Hujachelewa, lingaliko tumaini. Huyu mwanamke Biblia inasema akaamua aende kumgusa Bwana Yesu, hata kama ni kinyume cha sheria. Nataka nimpate Yesu ili nipate uzima. Mpendwa, usiangalie sheria zilizoko. Inapokuja kwa habari ya kukutana na Yesu, unapaswa kuangalia anachosema. Yeye anasema, njoni kwangu mnaosumbuka na kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Inawezekana unapoambiwa namna hiyo, kuna sheria